Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Wapendwa ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na ikiwa leo ni Dominika ya 4 ya Kwaresma, mwaka A, mwaka wa Kanisa. Ndugu zangu wapendwa, kama tulivyosikia katika somo la kwanza na Injili. Katika somo la kwanza, ndugu zangu, tunafundishwa jambo hili kubwa la msingi kwamba Mwenyezi Mungu hufanya kazi na vitu au watu ambao ni dhaifu. Huo ndio ujumbe ambao tunaupata katika somo la kwanza. Mwenyezi Mungu hutenda kazi na watu au na vitu ambavyo ni dhaifu. Katika watu ambao wanaonekana ni dhaifu, hilo tunaupata katika somo la kwanza, katika vitu ambavyo ni watu ambao ni dhaifu. Lakini katika Injili tunafundishwa kwamba Mwenyezi Mungu anatumia vitu ambavyo ni vidhaifu ili kutenda mambo makuu. Basi niwakaribishe tuanze tafakari yetu na ili somo la kwanza ambalo tumelisikia katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Ndugu zangu wapendwa, kama tulivyosikia katika hilo somo la kwanza, tunaona Daudi akuwa miongoni mwa wale ambao walitarajiwa kwamba wanaweza kuwa wafalme wa Israeli kutokana na umbo lake, kutokana na vile ambavyo watu walikuwa wanamwangalia ama kumchukulia. Lakini Mungu anasema kwamba yeye aangalii kama binadamu jinsi wanakavyoangalia. Kwa maneno mengine tunasema Mungu atumii watu wanakao stahili, bali yeye anawastahilisha wale ambao amewaita. Na ndiyo maana Daudi baada ya kupakwa mafuta, Roho wa Mungu alikaa juu yake. Kumbe Mwenyezi Mungu anatumia watu wa kawaida kabisa, lakini ili kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Kumbe hichi ni kitu ambacho tunajifunza kwa upekee katika somo la kwanza. Lakini wakati tunaendelea kutafakari somo hili la kwanza, nakumbuka ule mchakato wa kumchagua Baba Mtakatifu huyu Leo wa 14. Basi kabla ya kuchaguliwa, waandishi wa habari walikuwa na wahoji makadinali kadha wa kadha, na Leo wa 14 naye alikuwa ni moja ya kadinali ambaye alikuwa anahojiwa. Na alivyohojiwa aliwaambia hivi waandishi wa habari kwamba nina hakika kwamba Baba Mtakatifu atapatikana, lakini pia nina uhakika huyo Baba Mtakatifu atakayepatikana sio mimi, ila kanisa litampata mwingine, lakini nina uhakika sio mimi. Kumbe unaona hata moyoni mwake akuwa amejitarajia kwamba atachaguliwa kwa Baba Mtakatifu, ila Mungu alitenda kazi na huyo ambaye ni mtu mnyenyekevu. Aliangalia moyo kama alivyoangalia kwa Daudi. Mungu hutazama moyo. Kumbe akamuinua huyo mnyonge kutoka mavumbini na akamketisha pale katika meza ya wakuu. Kumbe ndugu zangu wapendwa, na hili nalo litufundisha katika maisha yetu ya kila siku kwamba Mungu hatumii watu wa ajabu. Hapana, anatumia watu wa kawaida kabisa, lakini kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Katika Injili, ndugu zangu wapendwa, kuna mambo makubwa mawili ambayo tunapaswa kuyatafakari. Jambo la kwanza ni hilo ambalo nilisema kwamba Mwenyezi Mungu anatumia vitu vya kawaida ila kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Tunaona huyu kipofu tangu kuzaliwa, Mwenyezi Mungu anapotaka kumponya, wala hajatumia satellite ili kumponya, wala akutumia sijui mwanga wa jua ili kumponya. Hapana, anatumia vile vitu ambavyo vinadharauliwa na watu, vitu vya kawaida ila kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Na vitu vyenyewe ambavyo anavitumia kumponya huyu kipofu wa Yerusalemu ambaye alizaliwa kipofu, anatumia vitu ambavyo tunavizarau sana. Kitu cha kwanza ambacho anakitumia na mimi na wewe tunakizarau sana, anatumia udongo.
katika kitu ambacho ni miongoni mwa vitu vinavyodharaulika hapa ulimwenguni ni udongo. Udongo hauna heshima, na ndio maana uchafu wote unaenda kwenye udongo. Lakini Mungu anatumia hicho kitu ambacho ni cha kawaida, lakini kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Lakini jambo la pili ambalo anatumia, kitu cha pili anachokitumia kufanya mambo ambayo sio ya kawaida, anatumia mate. Leo hii ukitemewa mate ni ishara ya dharau. Mate ni kitu ambacho kimedharaulika, lakini hichi ambacho kimedharaulika, ambacho hakifai, ndio hicho ambacho Mwenyezi Mungu anakitumia kitu cha kawaida ila kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kumbe ndugu zangu wapendwa, hii tufundishe kwamba sifa na utukufu mara zote zirudi kwake yeye ambaye anaweza kutumia hivi vitu vya kawaida kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Lakini jambo la pili ambalo ningetamani tulitafakari katika Injili ni hilo swali ambalo wanafunzi wake wamemuuliza Yesu walivyokutana na huyo kipofu tangu kuzaliwa. Kipofu huyo ambaye tunamuita ni kipofu wa Yerusalemu. Swali lenyewe lilikuwa hivi: wanafunzi wake walimuuliza Yesu kwamba, je, ni huyu ametenda dhambi au ni ndugu zake mpaka aweze kuzaliwa kipofu? Na majibu ya Yesu yalikuwa hivi: sio yeye ametenda dhambi wala sio ndugu zake wametenda dhambi, bali ni ili kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, katika moja ya swali ambalo ni la kiteolojia na ni swali gumu ambalo mitume au wanafunzi wa Yesu wamemuuliza, miongoni mwa maswali magumu ni hili hapa, kwamba huyu mtu amezaliwa hivi, je, ni yeye ni mdhambi au ni ndugu zake ndo wamesababisha akawa hivi kipofu? Kumbe ndugu zangu, ili kuelewa msingi wa swali hili, labda niwarudishe kidogo kwenye imani ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanaamini kwenye nadharia moja ambayo Waingereza wanaisema kama the theory of retribution. Theory of retribution, hii nadharia ni nadharia ambayo Wayahudi walikuwa wanaiamini, na nadharia hii iko hivi kwamba mtu ambaye anatenda mambo mazuri anapewa zawadi, lakini yule ambaye anatenda mambo mabaya au ndugu zake wametenda mabaya, mtu huyo anapata laana. Na ukitaka uielewe vizuri nadharia hii, ni lile swali ambalo marafiki zake walimwambia pia Ayubu kwenye Agano la Kale. Walimwambia Ayubu, tubu kwa sababu haya yamekupata ni kwa sababu wewe ni mdhambi. Kumbe Wayahudi waliamini kwamba mtu anapopata upofu, anapopata ulemavu, anapopata majanga mbalimbali ni kutokana na dhambi zake au dhambi za ndugu zake ndizo ambazo zimempelekea hivyo. Kwa hiyo kumbe wanafunzi wa Yesu wanapomuuliza Yesu kwamba ni huyu ametenda dhambi au ni ndugu zake, walikuwa wakiamini hivyo kwamba mtu anapozaliwa mpofu ni ndugu zake au ni yeye mwenyewe ni mdhambi na ndio maana amezaliwa hivyo. Lakini Yesu anatuonesha kwamba tunaweza tukapitia kwenye shida mbalimbali, tukapata majanga mbalimbali, ila tusiwe watu wenye dhambi, lakini hayo pia yakatupata. Na mfano mzuri ni huo ambao nimesema wa Ayubu. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, hakuwa na dhambi, lakini alikutwa na majanga mbalimbali ya maisha. Ukitaka kuendelea kuielewa vizuri nadharia hii ambayo nimesema wanaita theory of retribution, ukisoma Zaburi ya 37 aya 25 na kuendelea, inasema hivi: nilikuwa kijana lakini leo hii mimi ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Kumbe Wayahudi waliamini kwamba mtu mwenye haki alikuwa akipendelewa na Mungu na mdhambi alikuwa akipata majanga mbalimbali. Ndugu zangu wapendwa, wana utume wa familia, nasi somo hili linatugusa kwa namna ya pekee. Je, tujiulize, mtu fulani ambaye ni mcha Mungu anasali vizuri, lakini watoto wake huenda hawafanyi vizuri shuleni, lakini huyu mtu anatoa zaka, anasali, anaishi vizuri. Tunaweza tukajikuta tunajiuliza kama wanafunzi wa Yesu, je,
huyu mtu kuna dhambi ametenda mpaka haya amempata, lakini kumbe hakuna dhambi yoyote ametenda, bali ni utukufu tu wa Mwenyezi Mungu upate kudhihirika. Unaweza pia ukajiuliza, huyu mtu ni mwema, anasaidia watu, anapenda watu, lakini katika watoto wake aliowazaa amepata mtoto mmoja ambaye ni kichaa au ni taira. Tunaweza tukajikuta tunauliza kama wale wanafunzi walivyouliza, je, huyu alitenda dhambi au ndugu zake walitenda dhambi mpaka yakampata haya? Kumbe Yesu leo anatuambia kwamba kupatwa na matatizo kupitia fadhaa na shida mbalimbali sio kwamba tu sisi ni wadhambi, bali ni ili utukufu wa Mungu udhihirike, na kuingia mbinguni hakututegemei tu hivyo, hapana, bali ni neema na huruma za Mwenyezi Mungu. Kumbe ndugu zangu wapendwa, ni watakie Dominika njema na tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo.